Jana tumeangalia swala zima ambayo ilikuwa inafanyika kule Addis Ababa mjini Ethiopia, na tumeona Raila Amolo Odinga, candidate ambaye alikuwa anasapotiwa na rais wa nchini Kenya William Samoei Ruto, ameweza kufeli kule, na tumeona watu wengi haswa watu kutoka Mount Kenya wameweza kushangilia ushindi wake ule candidate wa kule Djibouti, na tumeona kwamba Wakenya pia wameweza kuwanyoshea kidole cha lawama wakisema kwamba you are very tribal. Je, mnaweza zungumzia vipi mambo kama hayo? Maana tumeona pia Wakenya wengi, asilimia 90 pale walikuwa against Raila kuwin kule election. Wacha niseme hivi, asanteni sana wana media kwa hiyo swali. Niseme ya kwamba competition ya Raila pale Addis Ababa haikuwa ya Raila Amolo Odinga, ilikuwa ya Kenya na ilikuwa ya Wakenya. Na ndio maana nikasema nimekasirika sana kwa sababu William Ruto amekon Raila na akakon wa Kenya at the same time. Nielewe niseme ya kwamba watu wa Nyeri kusherekea si Rigathi Gachagua kusherekea. Kuna Rigathi na kuna watu wa Nyeri. Na mimi niseme mimi kama Brenda Kangai ambaye ni msichana wa Mlima Kenya na ambaye ni mwanachama wa chama cha ODM, mimi sina ukabila, sijawahi unga ukabila mkono. I'll never support tribalism, and I am saying this position, if Raila ameshinda ingekuwa ya Raila, ingekuwa yetu sisi wote wa Kenya. So ambao wanafurahia wajue ya kwamba hii kiti haikuwa ya Raila Amolo Odinga, ilikuwa ya Wakenya. Na hiyo ni vibaya sana kwa sababu sisi kama vijana tunajaribu kupigana na ukabila, na tumejaribu kukabiliana nayo sana, na tuitaki na tuitambui. Even in 2027 nataka wana media mjue kwamba hatutaenda kwa ballot paper kuchagua president kwa sababu ametoka kabila yangu ama anaongea lugha yangu ama tunaeleanwa. Nitachagua president ambaye anaenda kupeleka nchi ya Kenya mbele. I will not vote for anybody ambaye atakuwa anahusiana na tribe yangu. So ni vibaya sana mtu kutoka pale na kusema asante sana sijui Raila ameanguka. That is very bad. That is a person without integrity. That is a person who does not love his country, because this time we are really trying to end tribalism, and we need all Kenyans to come together so that we can kick William Ruto out of power. And wacha niseme hivi, in 2022 the same people who are celebrating wali celebrate when William Ruto won. Saizi tunateseka sisi wote. When my child is abducted, your child is abducted. Aitambui kama wewe umetoka, wewe ni Mkamba, wewe ni Mkisii, wewe ni Mluo, wewe ni mtu kutoka Coast, wewe ni Msomali. When bad governance is there, we all suffer as Kenyans. It is not about me, where I come from. It is about when there is bad governance, all Kenyans suffer. And that's the reason why we need to ensure that in 2027 we get the best president, so that Kenyans can enjoy the privileges of our country together. Hata kama ni huyo Matiang'i atachaguliwa ni Mkisii from my minority tribe, na kuja atendee kazi wa Kenya vizuri, I will be happy, because me kama Mkenya nitakuwa nimepata haki yangu. If we will choose Ekuru Aukot, if it's Kalonzo Musyoka, if it's Gachagua, if it is Raila Amolo Odinga, we will be happy. Any person will take that presidential role and take this country to the next step, na tutendee kazi kama wa Kenya, tutafurahia. I am not supporting tribalism, and I am so angered. That was not right. Kufurahia ati Raila ameanguka. Mimi kitu ambayo imenikasirisha ni William Ruto kukon Raila, kumwambia aende kiti ya EU when Kenyans wanted to give Raila Odinga nafasi time ya Gen Z. When the Gen Zs walikuwa wanataka kutoa William Ruto kwa power, the next option for the president was Raila Amolo Odinga. Mpende ama msipende ama mkatae, hata kama mtu anamchukia, Raila Odinga was the only option in the Kenyan mind at that time. And William Ruto corrupted that idea of Kenyans making Raila the president and taking him for EU, kumpigisha PE. Yeye mwenyewe hakumchagua, na nimesema na nikasema William Ruto proved to us that he voted for Raila Odinga. This person was talking to the Djibouti man hivi kwa masikio. Alikuwa anamwambia nini? Wewe umepeleka candidate wako, alafu unaenda kuongea na candidate mwingine kwa masikio. What are you discussing? You are telling us that you are telling this guy that I have voted for you na nimekausha mzee. And let me tell you, vile umeosha Raila 2020 hapo 2027 ndivyo tunakuosha 10-0. Na kukuosha 10-0. Utajua kuna kucheza na Raila na kuna kucheza na wafuasi wa Raila Odinga. I am not a psycho fan of Raila. I am a real supporter of Raila Odinga. So praying with Raila's mind, it is praying with real supporters of Raila.
Now Raila is back in Kenya. Where do you see the political shape coming 2027? And do you think Raila Amolo Odinga is going to support Ruto, or is going to join Wamunyoro the Shah? What I can tell Baba, he has done a lot for this country. He has fought for this country a lot. Baba, if mimi naweza kuweza kama msichana wako, kama msichana ambaye amekupeleka maandamano zote kutoka niingie katika chama ya ODM 2015, Baba, mimi nimekuanga nyuma yako. Mimi ningekuomba, ningekwambia Baba, relax, you have fought enough for this country. Tupatie nafasi kama vijana, tutandikane na William Ruto, tumutoe, tumnyoroshe, tumtoe kwa kiti. Baba, it is good for your legacy if you keep quiet, relax. Angalia vile Mama Ida jana alikuoshea suti akakunyoroshea, you looked presidential. Relax, kaa hivyo Baba. You have overworked for this country. Usijichoshe Baba tena. We love you, we cherish you as members of your party, we adore you, we have done all you know. Baba, hata ukituambia tuende mguu Kisumu kutoka hapa tutaenda. Baba, ukituambia tuende mguu hadi Mombasa tutaenda. So wewe Baba umefanya kazi mzuri, usishughulike na vitu za Wakenya. Tupatie nafasi sisi tuende tutandike William Ruto kwa ballot. Kitu kingine Baba, mimi nataka kukuomba, na nataka watu wa media muambie Baba, and whoever is listening to this, Baba, mimi naomba sisi kama vijana ambao tunawania viti, mimi Brenda nitawania kiti ya Women Rep Nairobi County 2027. Na nishaanza siasa yangu, na wananchi ndio wananisukuma na ndio wameniambia. Baba, na kuomba wale cartels ambao wa chama wanakujanga kusema vijana wasisimame, tuko wadogo sana, sijui tungoje tumee nywele za white, tafadhali hii wakati waambie wakae kando, atuwapembelezi. We will not care about them. We are going to the ballot paper. And I urge the young people, tokeni muende musimame viti. And if in those political party we will not be given positions, break the table. I'll stand with the Babu Owino vile ameishi kutuambia, our king, the king of the youth. Babu Owino has always told us, if you are not invited at the table, break it. This time you are going to break it. You cannot be campaigning for you. Nyinyi mkishinda pale mnaenda mnapatia girlfriend wenu position. Mnaenda mnatoa mtu hatujaiona ndiye anakuja na kuwa nominated MCA, nominated MP. This time around tunaenda kwa debe kama vijana, tunadai hizo positions, tunaenda pale na mtu asituambie sisi we are young. You cannot tell us we are young, we are young, we are young. Mnataka tumee nywele za white ndio tusimame viti. You want us tufike menopause ndio tuanze kuongea mambo ya pad na tuanze kupeleka bills za maternity, za healthcare pale nini parliament. Mimi Brenda nataka niende pale parliament ningali mkijana, niende pale ni make sure Linda Mama imerudi form, ni make sure wa mama wa Nairobi wamepata rights, ni make sure free sanitary pads. Si mama na mwanasiasa kukuja kukampeni na pads should be all over. In the bins in Nairobi mali takataka inatupwa, next should be a sanitary pad bin whereby unakuja unachukua pad vile unataka. We cannot negotiate about the women dignity. Sisi tulijiumba ni Mungu. When William Ruto is coming and abolishing Linda Mama, inamaanisha atambui wa mama. So mimi Brenda nataka nikiwa na nguvu niende nipeleke miswada ambayo itafaidisha wa Kenya na watu wa Nairobi bunge. Si muniambie ningoje nimee nywele za white. No. Nao wa mama wa nywele za white, huyo muhindi, mumwambie this time round atupembelezani, tunapelekana kwa ground, omundu kwa mundu. Watu wa Nairobi waamue. Mimi nimeolewa na Muluya, mimi ni Mkikuyu, sina ukabila. Kila kabila nitaiongelesha lugha ambayo itaitikia. Tukienda pale kwa Wamunyoro, sisi tutanyorosha. Na regarding team, tafadhali msikuwe na tamaa. Tupatieni one presidential candidate. Mweke nguvu yenu yote hapo, so that 2027 asubuhi na mapema William Ruto na Kindiki ni deputy president ama ni PA, juu hata haeleweki, ni kama ana serve the president. Tuwapeleke nyumbani asubuhi na mapema. Na nataka watu ambao wanaoshanga State House 2027 tukiingia, mutoe swara zote. Tutaki kupatana hata na swara za William Ruto. Nataka aende yeye na watu wake.